Msikilizaji, Samia Suluhu Hassan amepata kushambuliwa vikali baada ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwake siku ya jana, kusherekea kutimiza miaka 66. Msikilizaji, jambo hili limeweza kuendeleshwa Zanzibar, huku kampeni zikiweza kuendeleshwa katika mtandao za kumshambulia Samia dhidi ya vifo vilivyoweza kusababishwa kwa wananchi wa Tanganyika, ambavyo wananchi hao hawajaweza kupata majibu mpaka siku ya leo. Samia ameweza kutajwa kama muuaji wa kimataifa, lakini kwa raha zake ameweza kuonekana Zanzibar akiweza kusherekea miaka 66, kutimiza kwake miaka 66. Ni siku yake ya kuzaliwa msikilizaji. Ilikuwa siku ya jana tarehe 27 Januari mwaka 2026. Wanaharakati ama Watanzania wenye machungu wameweza kupeleka kwenye mtandao na kushare baadhi ya picha za mauaji aliyoweza kuyasababisha Samia, lakini pia wakaonyesha baadhi ya familia zikiomboleza vifo vya watoto wao, vifo vya ndugu zao walioweza kushambuliwa na Samia na kusababishiwa mauaji. Msikilizaji, jina langu ni Presenter Guton. Naendelea kukukaribisha katika kituo hichi. Ni kuombe uendelee kupiga subscription. Elewa kwamba kituo hichi kipo hapa kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunakusogeshea taarifa kama hizi, taarifa ambazo wanahabari ndugu zetu wa nchi ya Tanzania wanakwazwa kuzipeana kwa wananchi kwa sababu za kiusalama. Msikilizaji, tunachukua nafasi hii kuhakikisha kwamba tunakufahamisha na tunakuonyesha kile ambacho kinaweza kuendelea katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo nazidi kukuomba, chukueni nafasi yako, tia subscription kwenye kituo chetu ili tuijenge familia kubwa zaidi na tuweze kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinapata kuwafikia wengi zaidi. Karibu niweza kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka. Msikilizaji, siku ya jana Samia Suluhu Hassan ameweza kusherekea siku ambayo ameweza kutimiza miaka 66. Alivyo mkorovi Samia ameweza kuingia Zanzibar, ambayo imeweza kuonekana kwamba ameweka makao sana Zanzibar katika siku za hivi karibuni. Sasa amekwenda Zanzibar kusherekea, lakini pia akaweza kufanya sherehe ya kupanda miti. Msikilizaji, Samia aliweza kuongoza hafla ya kupanda miti kama njia moja ya kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Sasa msikilizaji, huku akiendelea na sherehe zake hizi za kuendelea kusherekea siku yake ya kuzaliwa kwa ajili ya kuendelea kupanda miti kama njia ya kusherekea siku yake hiyo ya kuzaliwa, kampeni zimeweza kuendeleshwa msikilizaji katika mtandao ambazo zimeonyesha
halaiki za watu wakiweza kusababishiwa mauaji na kukaweza kuonyeshwa picha tofauti tofauti ambazo wananchi wa Tanganyika walisababishiwa mauaji, baadhi yake zikionyesha hafla za mazishi yakiendeleshwa, lakini baadhi yake pia zikiweza kuonyesha waliouawa kupitia kwa risasi wakiweza kulazwa sehemu mbalimbali na wengine kuweza kuanguka sehemu zile walizoweza kupatana na kifo chao. Sasa msikilizaji, umma wa nchi ya Tanzania ama wananchi katika nchi ya Tanzania wameweza kuonyesha machungu walionayo siku ya sherehe za Samia. Ina maana msikilizaji, Samia anapokea upinzani mkali kutoka kwa wananchi kwa sababu ya yale ambayo ameweza kuwatendea wananchi wa Tanganyika. Msikilizaji, huku akiweza kupeana hotuba yake katika hafla hii ya upandaji wa miti, kumeendelea kupitishwa picha mbalimbali za katika mtandao ambazo zimeonyesha vitendo vyake vya kihalisi. Achana na hizi ambazo anakuonyesha kwenye mtandao kwamba ni mtu bora, ameongoza zoezi la upandaji wa miti, anayajali mazingira. Yaani kuachana na picha ile ambayo anakuonyesha yeye, vijana wamechukua nafasi hiyo na kukuonyesha yule Samia wa kihalisi kwamba ni mtu wa hivi na hichi ndo ambacho anakifanya yeye. Kwa Kiingereza wameweza kumuita psychopath. Ni mtu ambaye sio wa kikweli na anakupa picha, ile picha ambayo anakuonyesha kwamba yuko hivi sio hiyo. Sasa msikilizaji, kipindi anaendelea kutoa taarifa hizi ama kutoa hotuba yake hii ya ufunguzi ama uendeleshaji wa zoezi la kupanda miti, picha mbalimbali zimeweza kupitishwa msikilizaji, kama hizi ninazoweza kukuonyesha hapa. Kuonyesha mauaji ambayo Samia ameyasababisha, lakini pia kuonyesha machungu walionayo wa Tanzania wakiwezaga kumuona Samia akiweza kujipendekeza na kujifanya kwamba ni mama bora katika nchi ya Tanzania. Ameweza kuonekana akiwalisha watoto mbalimbali hapa, kuwakatia keki katika siku hii yake ya kuzaliwa na kupanda kwake miti kama njia ya kujionyesha kama anawapenda wa Tanzania, kama anayasherehekea maisha yake kwa ubora wake. Lakini ameweza kupokea machungu ya Watanzania kupitia mtandao, msikilizaji, baada ya kuonyeshwa miili mbalimbali aliyoweza kusababishia vifo, ambayo tayari imepata kuzikwa, ambayo tayari familia zingine hazijui wenzao wako wapi, ambayo pia Samia alikataa kuwapatia miili kwa ajili ya maziko, kusije kukaweza kuonekana ushahidi kwamba kulisababishwa mauaji katika nchi ya Tanzania. Picha ambayo anakuonyesha hapa ni ya mama mtakatifu, mama bora ambaye anaweza kutegemewa na Watanzania, bali kile ambacho waliweza kukisababisha kinakuonyesha picha ya muuaji, picha ya mtu asiyejali maslahi ya Watanzania, picha ya mtu mbinafsi. Msikilizaji,
Kama nilivyoweza kukuonyesha katika picha hizo msikilizaji, ndo taswira ilivyokuwa siku ya kusherekea siku yake ya kuzaliwa Samia na kutimiza miaka 66. Msikilizaji, endelea kufuatilia kituo hichi. Kumbuka kwamba tutakuwa hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba tunazidi kukutaarifu na kukueleza yale ambayo yanaweza kutendeka.